katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Mungu wangu na Bwana wangu kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa siku nyingine tena ambao umetujalia neema ili tupate kusikiliza neno lako Bwana. Katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba neema ya kuelewa na kutendea kazi kila tutakachojifunza siku ya leo. Kwa utukufu wa Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru Mtakatifu ambaye unaendelea kutufundisha siku kwa siku. Ninakushukuru kwa neema ambayo unazidi kuachilia ndani yetu. Tujalie neema ya kuongezeka siku kwa siku kwa habari ya kumjua Mungu, kwa habari ya kumjua Yesu Kristo, kwa habari ya kujifunza na kuelewa na kutendea kazi neno la Kristo. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa upendo wako. Amen. Karibu sana rafiki yangu, siku nyingine tupate kujifunza neno la Mungu. Na siku ya leo tutajifunza neno la Mungu katika somo linalosema kwamba misimu miwili ya nyakati. Misimu miwili ya nyakati. Kuna misimu miwili ambayo mwanadamu anapitia katika nyakati za aina tofauti tofauti. Najua iko misimu mingi, kuna misimu mingi, lakini kuna misimu miwili ambayo inaamua hatima ya mwanadamu. Misimu miwili ambayo mwanadamu huwa anaitumia katika kuamua hatima yake, katika kuamua maisha yake yaweje, katika kuamua hatima yake iweje, hatima yake iweje. Kuna namna ambavyo tunatumia misimu miwili. Ndio maana siku ya leo nataka tupate kujifunza misimu miwili ya nyakati ambayo mwanadamu anaipitia. Misimu miwili ya nyakati ambayo mwanadamu anaipitia, na hiyo misimu huitumia katika kuamua hatima yake iweje, katika kuamua maisha yake ya dunia hii yaweje, katika kuamua mwisho baada ya maisha ya hapa duniani aende wapi, awe wapi, aishije, akaishi wapi. Hiyo misimu miwili ya nyakati nataka leo tukapate kujifunza. Najua iko misimu mingi ambayo mwanadamu anaipitia, lakini siku ya leo nataka tukajifunze misimu miwili tu. Misimu miwili tu ya nyakati ambazo mwanadamu anazipitia. Na msimu wa kwanza ni msimu wa wakati uliopita. Wakati uliopita. Na msimu wa pili ni wakati ujao. Msimu wa kwanza wakati uliopita, na msimu wa pili wakati ujao. Mtu unaweza kaamua namna gani uishi kwa kuangalia wakati uliopita ulikuwa unaishije, wakati uliopita maisha yako yalikuwaje, wakati uliopita wazazi wako waliishije, wakati uliopita babu zako waliishije. Unaweza kaamua kuchagua kwa kuangalia wakati uliopita, lakini bado unao uwezo wa kuamua kuchagua kwa kuangalia wakati ujao, kwamba unatamani uwe mtu wa namna gani, unatamani uishi mahali gani, unatamani uishi maisha ya namna gani, kwa kuangalia wakati unaokuja, kwamba wewe unatamani baada ya miaka michache mbeleni uwe mtu wa namna gani, uwe mtu unaishi mahali gani, uwe mtu wa maisha ya namna gani, na kwamba baada ya maisha ya hapa duniani unatamani ukaishi wapi, uishi mahali gani, uishi na nani baada ya maisha ya hapa duniani. Ndio maana nataka leo tujifunze misimu miwili ya nyakati. Misimu miwili ya nyakati. Rafiki yangu, tukisoma katika kitabu cha Wafilipi Wafilipi 3 na mstari wa 13. Wafilipi sura ya 3 na ule mstari wa 13, neno la Mungu linasema: ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Hebu tuongeze na ule mstari wa 14, anasema: na kaza mwendo, nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Hapa alikuwa ni mtume Paulo akiandika kwa Filipi, akiwaeleza namna yeye anavyotumia kutengeneza hatima yake. Anataka maisha yake baada ya hapa duniani aende akaishi pamoja na Kristo. Mwito mkuu ambao Yesu Kristo ametuita, amesema njooni kwangu, njooni kwangu. Ametuita kwamba mahali atakapokuwa yeye na sisi ndipo tutakapokuwepo baada ya maisha yetu ya hapa duniani. Kwa hiyo na Paulo baada ya kugundua hivyo, akaamua hatima ya maisha yake kuielekeza huko. Akaamua kuchagua kwamba mimi baada ya maisha hapa duniani nataka nikaishi na Yesu Kristo huko mbinguni. Huyu Yesu Kristo naye mweleza nataka nikakae naye huko, na mimi nataka nikaishi naye huko. Ndio maana hapa anasema ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika,
ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiachuchumilia yaliyo mbele. Anatenda neno moja. Hajidhani kwamba amekwisha kushika, hajidhani kwamba amekwisha kufika, yani ameshatosheka sasa, amekwisha kupata kile alichokuwa anataka. Hapana, hajidhani kwa namna hiyo, maana kwamba anachofanya ni kitu kimoja, anasahau ya nyuma. Haijalishi ya nyuma ni mazuri au ni mabaya, yeye anayoangalia ni mbele. Je, nataka nifike wapi? Nataka nifike wapi? Nataka niende wapi? Hapo kuna somo lililopita nimefundisha nikasema kwamba mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kuendelea mbele. Mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kuendelea mbele. Na nikakueleza katika lile somo, nilikueleza kwamba kuna kuwa mtu wa ibada, kwenda kanisani, kusoma neno na kuomba kila wakati. Mambo matatu nikakueleza: kwenda kanisani, kusoma neno na kuomba kila wakati. Hayo mambo matatu nilikueleza. Lakini katika kuelezea namna gani tunavyoweza kuendelea mbele, nikakueleza kwa nini tunatakiwa tuendelee kubaki katika wokovu, kwa sababu Biblia imetuambia katika ile Mathayo 24 kwamba atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Maana yake tunatakiwa kuvumilia. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya sio kuangalia nyuma ulikuwa unatenda matendo mema afu na kuacha sasa hivi. Yale ya nyuma uliyoyatenda mbele za Mungu sasa hivi, kwa kuwa bado unaishi, hayana thamani. Anayoangalia, je, unaendelea kuvumilia hadi mwisho? Utaendelea kutenda mema hadi mwisho? Kuna watu wengi nimekuwa nikikutana nao kwambia, yani mimi nilikuwa ninaomba sana, mimi nilikuwa ninaimba, nilikuwa ninahubiri, lakini hayo yote mbele za Mungu si kitu mbele za Mungu. Kama sasa hivi umeacha, hayo si kitu mbele za Mungu. Kama sasa hivi umeacha, hayo si kitu mbele za Mungu. Kama ulikuwa unatenda matendo mema hapo sasa hivi umeacha, mbele za Mungu hiyo unahesabika ni sawa na sifuri, kwa sababu anasema atakayevumilia hata mwisho. Maana yake wewe umeshindwa kuvumilia na kuendelea na safari. Ndio maana Paulo hapa anaeleza, anasema sijidhani kwamba ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo ya nyuma, nikiachuchumilia yaliyo ya mbele. Maana yake ameamua kutengeneza hatima yake kwa kuangalia wakati ujao. Nimekueleza somo la leo ni kwamba misimu miwili ya nyakati. Maana yake kuna misimu miwili ya nyakati ambayo mwanadamu anaweza akaitumia kwa ajili ya kutengeneza hatima ya maisha yake. Kuna mtu mwingine anatumia historia ya nyuma kwa ajili ya kutengeneza hatima yake, na kuna mwingine anatumia wakati ujao kwa ajili ya kutengeneza hatima yake. Kwa hiyo rafiki yangu, ukitumia wakati wa nyuma, kwamba ukitaka kutumia wakati uliopita, kwamba mambo yaliyopita, ukitaka kutengeneza hatima yako kwa kuangalia wakati uliopita, hautoweza kufika unakotaka kwenda. Hautoweza. Hata kama ukifika, utafika mahali ambapo sio sahihi ambako ulikotakiwa kwenda. Hautoweza kukaa katika ile nafasi yako uliyotakiwa kukaa. Nasema kwamba unaweza kuamua kuchagua kufocus, kuyatazama sana maisha yako ya nyuma ambayo hayawezi kubadilika, ili yaamue hatima ya maisha yako. Una uwezo. Hakuna naye kupangia, hakuna naye kuamlia uishi namna gani. Na ndio maana kuna watu wengi sana wanaishi kwa kuangalia historia. Sisi kwetu hajawahi kutokea msomi hata mmoja. Kwa hiyo na yeye mwenyewe anajiweka kwenye hilo kundi kwamba hawezi akawa msomi. Kwao hakuna msomi anaweza katokea. Sisi kwetu hajawahi kutokea kiongozi yoyote mkubwa wa serikali. Kwa hiyo anaishi kwa mazingira namna hiyo, kwamba hatokuja atokee mtu yoyote, hata na yeye mwenyewe hana matarajio ya yeye kuwa mtu mkubwa katika serikali. Hana, kwa sababu anatengeneza hatima yake kwa kuangalia historia ya maisha ya nyuma. Hata wakati mwingine kuna wazazi huwa na wakataza, naambia usimzuie mtoto wako kufanya maamuzi ambayo wewe ulishindwa kuyafanya, kwamba kwa kuangalia kwamba kwenu hakuna mtu aliwahi kutokewa namna hiyo.
Wakati mwingine mtoto anataka kufanya maamuzi magumu, anasema mimi nataka niwe mwanasiasa na nataka nigombee ubunge, nataka nigombee udiwani, nataka nigombee nafasi fulani, au nataka mpaka niwe mtu fulani. Unaanza kumkatisha tamaa, unamwambia wewe, kwetu hajawahi kutokea mtu wa namna hiyo, hajawahi kutokea. Unamkatisha tamaa na unamwambia hata wewe hauwezi. Wakati mwingine mtoto anataka kuwa mfanyabiashara mkubwa sana, anasema mimi nataka niwe mfanyabiashara mkubwa sana. Unamkatisha tamaa na unamwambia kwetu hamna mtu ameshawahi kuwa mtu mkubwa, kumiliki vitu vingi namna hiyo. Hamna mtu amewahi kuwa tajiri wa mwisho amemiliki tu kitu fulani na fulani. Unamkatisha tamaa kwa kuwa unamtengenezea hatima kwa kuangalia maisha ya nyuma. Hiyo sio sahihi. Kama wewe ulishindwa, yeye hawezi akashindwa. Yeye ameamua, mtie moyo, mfariji, mwambie unaweza. Mwambie hata kama kwetu hajatokea mtu wa namna hiyo, wewe ndo utakuwa wa kwanza. Una uhakika gani? Huwa nawaambia, una uhakika gani kama yeye ndio wa kwanza kuitengeneza hiyo historia unayoitaka wewe, ili wengine waje wamfuate? Kwa hiyo unapoamua kwenye kuishi, kuna wakati mwingine watu wanaamua kuishi kwa kuangalia historia ya nyuma. Hataki kujibidisha, hataki kuongeza bidii, hataki kuibadilisha hiyo historia kwa kufocus kuangalia mbele kwamba hatima yake anataka iweje. Hatima yake anataka iweje. Ndio maana leo nakueleza misimu miwili ya nyakati ambayo wanadamu huwa wanaitumia kwa kutengeneza hatima zao. Misimu miwili. Hii misimu inawaathiri wengi, Kuna msimu unaokuathiri ukapata matokeo chanya, na kuna msimu unaokuathiri ukapata matokeo hasi ambayo hayafai. Ukifocus kwa kuangalia maisha ya nyuma, kwa kuangalia msimu uliopita, wakati uliopita, utengeneze hatima ya maisha yako, rafiki yangu, na kueleza utaishia mahali ambapo sio sahihi. Kwa sababu wakati mwingine utajaribu kufanya vitu ambavyo haviwezi kubadilika, yani utaanza kujijutia, unajutia vitu ambavyo haviwezi kubadilika, haviwezi kutengenezeka. Hata kama kuna ameshawahi kutokea mtu mkubwa, mtu ambaye amekuwa kiongozi mkubwa, amekuwa mtawala mkubwa, au amekuwa mfanyabiashara mkubwa, amekuwa tajiri mkubwa, usianze kutengeneza hatima yako kwa kuangalia maisha yake yeye aliishije, kwa kuangalia. Kila mtu ana namna ya hatima yake inavyotakiwa kuwa. Kila mtu kwenye hii dunia ana namna ambavyo anatakiwa kuwa. Sio lazima uwe kama fulani, sio lazima uwe kama mtu fulani, sio lazima eti kwa sababu amewahi kutokea na wewe unataka uwe kama huyo. Hapana, rafiki yangu, tengeneza hatima yako kwa kuchagua unataka uwe mtu wa namna gani, unataka uwe mahali gani, unataka ufanye nini, unataka ulete impact gani kwenye hii dunia. Kila mmoja anayo nafasi ya kuleta mabadiliko juu ya hii dunia. Mungu alivyomleta mwanadamu akasema nenda ukatawale, katawale duniani, utawale dunia. Manake alimpa uwezo na mamlaka wa kutawala katika dunia hii. Kila mtu aliyeko duniani ana uwezo wa kuleta mabadiliko katika ulimwengu huu. Rafiki yangu, kitu unachotakiwa kujua ni kwamba usikae sana katika kufocus kwenye mambo ya nyuma. Wakati mwingine watu wanaridhika, yani anaona sasa mimi nimeshafanya, hakuna mtu amewahi kutokea kwetu wa namna hii, hakuna mtu amewahi kufanya hivi Tanzania, mimi nimefanya. Analidhika, anaishia hapo hapo, hataki kuendelea tena. Kwa nini? Ameangalia nyuma mambo aliyoyafanya, hakuna mtu amewahi kufanya. Ametosheka, hataki kuongeza bidii. Kumbe angeongeza bidii, huenda angefanya zaidi na zaidi na zaidi, huenda angefanya zaidi ya hicho kiwango. Anakata tamaa. Ukiwa mtu wa kufocus kuangalia mambo ya nyuma yaliyopita, kuna mahali utakwama, hautoweza kuendelea. Kuna mahali utakwama, hautoweza kufika kule unakotaka kwenda. Rafiki yangu, ni kitu cha kuzingatia sana, hata kama ni kwenye biashara yako. Kuna mtu mwingine amejaribu biashara, mara ya kwanza kaanguka, biashara mara ya pili kaanguka, mara ya tatu kaanguka, amekaa amekata tamaa, anasema mimi sirudi tena. Kuna mtu ameomba kazi, mara ya kwanza kakosa, mara ya pili kakosa, mara ya tatu amefika mara amekata tamaa, ameona kwamba haiwezekani, hawezi akapata tena kazi. Hapana rafiki yangu, wewe unataka kazi, focus kwenye kazi. Unataka biashara yako iinuke, iongezeke, focus kwenye biashara yako. Usiangalie umeanguka mara ngapi, usiangalie umekosa mara ngapi, usiangalie umeshindwa mara ngapi.
ila angalia wapi unataka kwenda. Ukiwa ni mtu wa kufocus kwa wakati unaokuja, uwe una uhakika utafika kule unakotaka kwenda. Uwe una uhakika kile unachokitaka utakipata. Lakini ukiwa ni mtu wa kuangalia sana maisha ya nyuma, kuna mahali utakwama, hautofika. Kuna mahali hautaweza kufika. Hata safari ya kwenda mbinguni, ukiwa ni mtu wa kuangalia sana maisha yako ya nyuma, kuna mahali hautofika. Kuna mahali utakwama. Kuna mahali utafika utaridhika. Kama wewe umetenda mema, umefanya kazi vizuri ya Mungu kwa muda wa kutosha, ukiangalia sana nyuma, kuna mahali utafika utaridhika na utaona kwamba mimi imetosha, sasa acha nipumzike na nitulie. Kumbe wakati huo unaopumzika na kutulia ndio muda ambao shetani anakumaliza. Rafiki yangu, hauhitaji kusimama wala kutulia wala kukata tamaa katika hii safari ya kwenda mbinguni, katika safari ya kufanya kitu chochote kile unachotaka kukifanya. Kama unataka kuona matokeo chanya yanaendelea kutokea siku hadi siku, unahitaji kuwa mtu wa kufocus, kuangalia msimu ujao, wakati ujao, wakati unaokuja. Unataka uwe wapi? Unataka uwe nani? Unataka uishi maisha namna gani? Hebu tusome kwenye kitabu cha Isaya 43. Isaya 43 na ule mstari wa 18. Misimu miwili ya nyakati. Misimu miwili ya nyakati. Rafiki yangu, umechagua msimu gani uamue hatima ya maisha yako? Ni msimu upi uliochagua uamue hatima ya maisha yako? Isaya 43 na ule mstari wa Isaya 43 na ule mstari wa 18, neno la Mungu linasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, ninatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma mstari wa 18 hadi wa 19. Mstari wa 18 unasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Unapowekeza sana kwenye kufikiri sana mambo ya zamani na kutafakari mambo ya zamani, kuna mahali hautoweza kufika. Ndiyo sawa, kuna wakati mwingine unahitaji ujiangalie kwamba umetokea wapi, lakini usikae sana kwenye hilo eneo kwa kufikiria umetokea wapi na umefanya nini. Ukikaa sana kwenye hilo eneo, utajikuta kama ulifanya vizuri kwenye hilo, ulifanya vizuri wakati uliopita, mara nyingi sana unajikuta unabaki kwenye hali ya kuridhika. Mara nyingi sana unajikuta unabaki kwenye hali ya kuridhika. Sasa ni mbaya zaidi ukiwa ni mtu wa kuyatafakari mambo yaliyopita, wakati hayo mambo yaliyopita yalikuwa sio mazuri, hayakuwa na matokeo chanya kwenye maisha yako, hayakuwa sio mazuri. Itakuwa mbaya sana kwako, kwa sababu yatakukatisha tamaa. Itakuja sauti ndani yako, kelele inapiga ndani yako, inakwambia wewe, tazama, ili ulishindwa, ili ulishindwa, ili ulishindwa. Hata fulani alishindwa, hata fulani ili alishindwa, hata fulani ili alishindwa. Wewe ndo utaweza, wewe ndo utaweza. Nakumbuka kipindi fulani niko form 4, wakati ninaendelea kusoma, akaja ndugu yangu mmoja akanieleza, rafiki yangu, kweli unabidii unasoma, lakini hivi kweli utafaulu? Utatoboa kweli? Akanieleza hivyo. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, mwangalie fulani alikuwa anasoma amefeli, mwangalie na fulani alikuwa anasoma sana amefeli, na fulani alijitahidi akasoma na akafaulia shule nzuri ya vipaji, lakini alipofika form 6 kafeli, kazungua, akapata 0. Kweli wewe utatoboa? Alafu watu walionitajia uwezo wao nilikuwa nawajua. Uwezo wao ulikuwa ni mkubwa sana kuliko hata uwezo wangu. Walikuwa na uwezo mkubwa sana kuliko hata uwezo wangu. Nikakaa nikatafakari yale maneno alioniambia, kweli yaliniingia sana moyoni. Japo yule ndugu alininunulia daftari, yani nilichoshangaa, alininunulia daftari kwamba niendelee kusummarize, niendelee kusummarize, kwamba nikisoma na nakaa narudia mle na summarize kile nilichojifunza. Lakini maneno aliyoniambia mpaka sasa nayakumbuka. Lakini nilichojitia moyo alivyoniambia vile, alinipa gia ya kwenda mbele za Mungu kumlilia Mungu. Mimi alivyoniambia vile, jambo lile halikunikatisha tamaa, ila ilibidi nisogee mbele za Mungu, nimweleze Mungu, sawa,
fulani na fulani wameshindwa, lakini mimi sitashindwa. Bwana, ninakutegemea wewe. Hata kama wao walishindwa, wao sio mimi. Mimi ninataka kwenda mahali fulani, mimi ninataka nifaulu. Na kwenye yale maombi nikatoka na gia moja, nikasema shuleni kwetu kwenye darasa letu akifaulu mtu mmoja ni mimi nimefaulu. Wakati huo mimi si wa kwanza wala si wa pili, lakini nikasema akifaulu mtu mmoja mimi ndo nitakaye kuwa nimefaulu. Wakifaulu wawili mmoja ni mimi. Nikamwambia Mungu, wote watakao faulu kwenye darasa letu na mimi natakiwa niwemo. Nikatoka na hiyo gia baada ya kukaa kwenye maombi na nikamsihi Mungu. Nikamweleza Mungu jambo hilo. Kwa hiyo rafiki yangu, nilikuwa natazamia nataka nifaulu na niendelee na masomo. Hicho ndo nilichokuwa nakitazama, nataka nifaulu na niendelee na masomo. Kwa hiyo hata waliponieleza maneno ya kunikatisha tamaa, niliwakatalia nikaambia hapana. Hata babangu mzazi mwenyewe aliniambia, mwanangu, mimi nataka tu upate 4 tu, ukishapata cheti mimi nitaridhika. Sasa kwa kuwa babangu nilikuwa na uwezo wa Qur'ani, kwa sababu najua maneno ya mzazi yanaumba, nilimkemea moja kwa moja, nikamkatalia, nikamwambia mzee, mimi sitapata 4. Mimi sitapata cheti tu, wala sitafaulu kwa ufaulu wa 4. Mimi lazima nifaulu kwa ufaulu mzuri utakao niwezesha kuendelea na masomo either advance au chuo. Nikamweleza mzee hivyo, nikamwambia mimi sitaki masuala ya 4 wala ya cheti kama unavyotaka wewe. Nilimkatalia, nikamwambia sitaki. Kwa sababu gani? Nilikuwa tayari nimeshaamua kufocus kwenye kile ninachokitaka, kwamba ninajua kabisa ninakotaka kwenda ni wapi, hatima yangu itatengenezwa kwa namna gani, ni mahali gani ninatakiwa kufika. Kwa hiyo nikaamua kufocus kwa kuyatazama mambo yajayo, msimu unaokuja, ili mimi niwe mahali pazuri, niwe katika nafasi nzuri, niwe sehemu nzuri. Natakiwa niwe wa namna gani, nifanyeje, natakiwa nipate nini. Kwa hiyo rafiki yangu, kwenye hali hiyo nikamuona Mungu akiniwezesha na kunisaidia. Na namshukuru Mungu aliniwezesha. Miongoni mwa watu tuliofaulu, tulifaulu wengi kweli. Miongoni mwa watu tuliofaulu na mimi nikaa miongoni mwao, na nilifaulu kwa ufaulu mzuri. Japo sio lazima ujue, ila nilifaulu kwa ufaulu mzuri na nikaendelea na masomo. Kwa hiyo rafiki yangu, kwa nini nimekueleza yote? Nimekueleza yote kwa sababu watu wengi sana wanakata tamaa kwa sababu wameangalia nyuma nini kilifanyika. Kwa sababu wametafakari sana mambo ya nyuma, wakasahau mambo ya mbele. Na mstari wa Isaya 43 mstari wa 19, neno la Mungu linasema, tazama nitatenda neno jipya. Kwa nini anasema nitatenda neno jipya? Maana yake Mungu ana uwezo wa kutenda jambo ambalo hata kwenye familia yenu halijawahi kufanyika, hata kwenye ukoo wenu halijawahi kufanyika, hata kwenye nchi yetu ya Tanzania halijawahi kufanyika. Mungu ana uwezo wa kufanya jambo jipya. Mungu ana uwezo wa kufanya jambo jipya. Kama utaamua kufocus katika msimu unaokuja, nyakati zinazokuja, na kuachana kufocus kwenye mambo yaliyopita, ukaamua kufocus kwenye mambo yanayokuja, rafiki yangu, Mungu anasema atatenda neno jipya, atafanya jambo jipya ambalo halijawahi kuwako. Anafanya mtu ambaye hajawahi kuwako atamfanya kwenye familia yenu. Mtu ambaye hajawahi kutokea atamfanya kwenye ukoo wenu. Mtu ambaye hajawahi kutokea atamfanya kwenye taifa lenu. Rafiki yangu, ni wewe kuamua unataka utengeneze hatima yako kwa kufocus kuangalia nini. Je, msimu uliopita au msimu ujao? Anaendelea anasema, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Rafiki yangu, usiogope unapoamua kufocus kwenye msimu unaokuja. Unapoamua kuchagua kuendelea mbele, hata unapoamua kuokoka, kama kwenye familia yenu hajawahi kuokoka mtu hata mmoja, wewe unapoamua kuokoka, rafiki yangu, Mungu anasema atatenda neno jipya juu ya maisha yako. Lakini anasema anasema sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Hamtalijua sasa? Yani atakuchipuza kwa upya. Watu wanaokushangaza hizi watabaki wanaulizana, imewezekanaje, imekwaje? Hata kama kwenye ukoo wenu hajawahi kuokoka mtu hata mmoja, wewe kuwa wa kwanza, na kuhakikishia maisha yako yatakuwa tofauti sana kuliko na wenzako. Maisha yako yatakuwa tofauti sana, hautakuwa sawa na wenzako. Anaendelea kusema, nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Mungu anasema atafanya njia hata jangwani. Rafiki yangu, usiogope katika kitu unachotaka kukifanya. Focus katika hicho.
hata kama ni biashara, unaona hiyo biashara kama vile haitowezekana, na kueleza utakapoamua kufocus katika kufanya hicho kitu, Mungu atafanya njia jangwani, atatoa na maji nyikani. Anasema atafanya njia jangwani, mahali ambapo hapana njia, atafanya njia. Kama plani yako ni kuingia Ikulu, focus katika hilo. Atafanya njia jangwani, atafanya njia. Atainua mtu atakaye kupeleka Ikulu ukafanye kazi Ikulu. Atainua mtu atakaye kupeleka mahali ambapo hukutarajia. Atakuinulia watu. Kama plani yako ni kufanya biashara nje ya nchi, focus katika hilo, na kueleza rafiki yangu, atafanya njia. Atakuconnect na watu ambao watakutangulia, atakuconnect na watu ambao haujawahi kutegemea kama ungekutana nao, ambao watakupa fursa za wewe kwenda nje ya nchi kufanya biashara, ambao watakupa fursa wewe kufanya kazi na watu ambao hukutegemea. Atakupa connection. Usiogope, focus kuangalia hatima yako unataka iweje, maisha yako hapa duniani unataka uishi maisha ya namna gani. Focus. Katika kufocus huko ndiko Mungu atajitokeza katika wewe. Watu walioamua kufocus katika mambo yaliyoko mbele yao ndio watu wamekuwa wanatenda mambo makubwa, hata sisi tunashangaa. Unabaki unashangaa, unajiuliza hivi yeye kawezaje? Hamna, sio kawezaje, na yeye alikuwa ni mtu kama wewe, na yeye ni mtu kama wewe. Alianza kufikiri na kuwaza kama wewe ambavyo nafikiri sasa hivi, lakini yeye kwa kuwa alikubali kuchagua kwamba nitafocus mbele, hata itokee nini, mimi na focus mbele, hata waseme nini, mimi wokovu siwachi, naendelea mbele. Hata nikutane na majanga gani, wokovu mimi naendelea nao mbele. Ndio maana tunasikia wakina Petro walichinjwa, wakina Paulo walichinjwa, wakina nani huyo alipigwa mawe. Rafiki yangu, hakumwacha Yesu. Stefano alipigwa mawe, hakumwacha Yesu. Kwa kuwa nini? Alikuwa ameshaamua kufocus kwamba mimi nataka mwisho wa siku niende mbinguni, nataka mwisho wa siku ni urithi uzima wa milele. Wakakubali kupigwa mawe, wakakubali kuchinjwa, wakakubali kufanyiwa kila aina ya dhihaka. Wanasema mimi mwisho wa siku niende mbinguni. Walifocus. Paulo anasema anayachuchumilia yaliyoko mbele, na Mungu alifanya njia. Hata watu ambao waliamua kufocus katika kufanya jambo fulani, aidha biashara au kazi au kusomea kitu fulani, walifocus, wakasema litakalokuwa naliwe, mimi lazima nifike mahali fulani. Walifika. Neno la Mungu kwa linasemaje kwenye kile kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 27? Anasema nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Unapoamua kufocus kwenda mahali fulani, kufanya jambo fulani, utisho wa Mungu unaondoka pamoja na wewe. Hapa walikuwa ni wana wa Israeli wanaambiwa wakati wameanza safari yao ya kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaani. Walipoanza safari yao, Mungu alisema nitatuma utisho tangulie mbele yao. Hakuna kitu ambacho kitakachoweza kushindana nanyi kikawashinda. Akasema nitatuma utisho tangulie mbele yenu. Naye aliwatangulia mbele kwa wingu, na wakati wa mchana aliwatangulia kwa nguzo kwa wingu, na wakati wa usiku akawatangulia kwa nguzo ya moto. Ilipoondoka na wao waliondoka. Ndivyo na wewe unapoamua kuchagua kufocus mambo ya mbele, Mungu anavyokutangulia. Anakutangulia katika mambo yako yote. Hata kama unaona kuna ugumu unatokea, rafiki yangu, usikate tamaa, usiogope, usihofu, endelea mbele, songa mbele. Mungu yuko pamoja na wewe. Yesu Kristo yuko pamoja na wewe, yuko tayari kukusaidia. Kwani anasemaje? Anasema katika kitabu cha Amosi 4 na ule mstari wa 13, anasema na kumwambia mwanadamu mawazo yake. Maana yake unapoamua kufocus katika mambo yajayo, katika wakati ujao, unapoamua kufocus katika habari ya safari ya kuelekea mbinguni, anasema na kumwambia mwanadamu mawazo yake. Mungu anaanza kukuambia mawazo, nini cha kufanya ili uweze kuendelea mbele. Unapoamua kufocus katika hilo jambo unalotaka kufanya, Mungu anaanza kukuambia mawazo, nini ufanye ili uweze kufanikiwa katika hiyo biashara yako, katika hiyo kazi yako, katika hiyo elimu yako, katika hiyo huo mpango wako unaoupanga, kwa sababu anaona unakoelekea ni kuzuri. Na utakapofanikiwa baada ya hicho unachokifikiria, utakapofanikiwa utawasaidia wengi sana, utaondoa changamoto nyingi sana.
kuna vitu utavisolve, watu wataishi kwa furaha, watu watafurahia kuishi. Rafiki yangu, kuna vitu Mungu anasubiria ufanye maamuzi. Una focus namna gani katika kuamua kwenye hatima yako? Una focus wapi? Mungu anaumia sana anapokuona, anapotuona tukifocus kufikiria jana ilikuwaje, tukifocus kufikiria mwaka jana ilikuwaje, tukifocus kufikiria baba zetu walifanya nini, walikuwaje. Rafiki yangu, Mungu anaumia sana kwa sababu anatazamia tu focus, tuangalie wapi tunaenda, nini tunafanya, nini tunatakiwa tufanye. Nchi yetu ya Tanzania tunataka iende wapi baada ya miaka 10 ijayo? Tanzania iweje baada ya miaka 10 ijayo? Familia yetu iweje baada ya miaka 10 ijayo? Uko wenu uweje? Anatamani tukae tukifikiria na kuangalia kwa namna hiyo, na tuachane na kufikiria na kuangalia kwamba miaka 10 iliyopita familia yetu ilikuwaje, miaka 10 iliyopita uko wetu ulikuwaje, miaka 10 iliyopita Tanzania yetu ilikuwaje. Hataki tuishi maisha namna hiyo. Anataka tuishi maisha ya kuangalia mbele, ya kufocus mbele, ya kufikiria kesho itakuwaje, ya kufikiria kesho inawezekanaje, ya kufikiria hata kama leo mambo yamekuwa magumu. Anatamani aone tukifocus kuona kwamba kesho inakuwaje, kesho itawezekanaje, kesho tutafanya nini, ni mambo gani tuyafanye ili tufikie kesho tunayoitaka. Hatima yako unaitengeneza wewe mwenyewe kwa kuamua uishi maisha ya namna gani leo. Hatima ya kwenda mbinguni unaitengeneza wewe mwenyewe kwa kuamua uishi maisha gani leo. Rafiki yangu, wewe ambaye unatamani kuwa na hatima nzuri baada ya maisha hapa duniani, unatamani kuwa na hatima nzuri hapa duniani na baada ya maisha hapa duniani kuwa na hatima nzuri ya kuurithi uzima wa milele, wewe unayetamani maisha namna hiyo, unamhitaji Roho Mtakatifu ili akusaidie na akuongoze namna gani ya kuweza kuishi sawa sawa na hatima yako. Ili umpate Roho Mtakatifu unamhitaji Yesu Kristo aingie ndani ya maisha yako ili afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukishampokea Yesu Kristo anakupatia Roho Mtakatifu ili awe msaidizi wako katika maisha ya hapa duniani. Rafiki yangu, wewe unayemhitaji Yesu Kristo, naomba unifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakubali wewe Yesu kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu kwa kunifuatisha maombi haya. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Endelea mbele, usirudi nyuma. Endelea mbele, usirudi nyuma. Bado kitambo kidogo Yesu Kristo anarudi. Bado kitambo kidogo Yesu Kristo anarudi. Usichoke, endelea mbele. Amua kufikiri na kuwaza na kutazama kwa habari ya wakati unaokuja. Unataka uwe mtu wa namna gani? Hatima ya maisha yako iwe namna gani? Unataka uwe nani? Unataka ufanye nini? Unataka maisha yako yaishieje? Amua kufikiri hivyo na achana kufikiri kwa habari ya nyakati zilizopita. Nimekueleza siku ya leo tulikuwa tunajifunza misimu miwili ya nyakati. Amua kuchagua kufocus kwenye msimu ujao ambao una uhakika, una uwezo wa kucontrol, kwa sababu mambo yajayo bado hayajatukia. Wewe ndio unao uwezo wa kuamua yatukie kwa namna gani juu yako. Unao uwezo wa kuamua yawe kwa namna gani, kwa kuchagua kufocus, kuyatazama na kuyafikiri hayo yajayo. Tutaenda kuomba neema ya Mungu ya kukuwezesha kufocus kwa habari ya mambo yajayo ya msimu unaokuja wa maisha yako. Kumtaka Mungu aachilie neema yake ya kukuwezesha kuishi sawa sana mapenzi yake na kuweza kuishi sawa sana hatima ambayo Mungu alikuwekea ndani yako uweze kuishi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyetusikia, Bwana, aliyenisikiliza, mfalme wa amani. Ninasema asante kwa neema yako na upendo wako. Ninasema asante Bwana mabwana, kwa kuwa kila uliyeruhusu asikie Bwana somo hili umemkusudia kumuokoa na kumtengeneza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante Bwana wangu na Mungu wangu. Ninaiomba neema yako ya kumwezesha aweze kuhakikisha ana focus kwenye nyakati zinazokuja, wakati unaokuja, wakati ujao, kwa sababu ni wakati ambao ana uwezo wa
wa kucontrol na ana uwezo wa kubadilisha, kuamua kuishi sawa na vile ambavyo Mungu anataka. Ana uwezo. Bwana, ninaomba neema ya kukaa na kufikiri na kutafakari sana kwa habari ya wakati ujao. Aachane na kufikiri kwa habari ya wakati uliopita, maana hawezi akabadilisha chochote kati ya yale yote ambayo yameshatukia kwa wakati uliopita. Lakini kwa wakati ujao ana uwezo wa kubadilisha, kwa sababu ana uwezo wa kufanya maamuzi leo, Bwana. Na kama hajaokoka Bwana, wakati uliopita alikuwa hajaokoka, lakini sasa anayo nafasi ya kuokoka. Kesho anayo nafasi ya kuokoka, kesho kutwa anayo nafasi ya kuokoka kama utakuwa haujarudi Bwana. Lakini hata sasa anayo nafasi ya kuokoka Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anayo nafasi ya kuanza upya, anayo nafasi ya kufanya biashara mpya, anayo nafasi ya kusoma, anayo nafasi Bwana wa Bwana ya kuhubiri tena, ya kuomba tena kwa bidii. Mungu, ninaomba neema ya kumwezesha kufikiri sana kwa habari ya wakati unaokuja na kuitengeneza hatima yake katika hali ambayo itamfanya aishi maisha mazuri hapa duniani, na baada ya maisha hapa duniani aweze kuurithi uzima wa milele. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neema yako na upendo wako juu ya watu wote Bwana wanaoendelea kunifuatilia na kunisikiliza. Endelea kuwatunza na kuwalinda na kuwapa afya njema. Zaidi ya yote, tupe neema ya kuendelea kubaki katika wokovu, ili utakaporudi tupate kuurithi uzima wa milele pamoja. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba tukiamini. Amen. Amen.